Godbless Lema avaa jeshi la polisi baada ya kufanya jambo hili. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Usiku wa Disemba 29 mwaka huu, majengo ya polisi mkoa wa Mbeya yalijaa hali ya taharuki baada ya taarifa rasmi kutolewa kuhusu kukamatwa kwa mwalimu Clemence Kenani Mwandambo, mwalimu wa shule ya awali ya St. Clemens. Tukio hili lilibua mshtuko miongoni mwa jamii na wanasiasa, kwani Mwandambo anashikiliwa kwa tuhuma za kuchapisha na kusambaza taarifa za uongo zinazohusiana na imani za kidini kupitia mitandao ya kijamii na kuhamasisha umma kueneza imani za kidini, ikiwemo kushinikiza maoni yanayopingana na sera za serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan. Tukio hili limefungua mjadala mkubwa kuhusu mipaka ya uhuru wa kujieleza kidini na vilevile uwajibikaji wa serikali katika kudhibiti taarifa. Mwandambo alikamatwa saa 14 asubuhi akiwa eneo la Uzunguni jijini Mbeya, tukio lililothibitishwa rasmi na kamanda wa polisi wa mkoa kupitia taarifa kwa umma. Polisi walisema kwamba mtuhumiwa anashikiliwa kwa kutoa taarifa za uongo zinazoweza kuhatarisha usalama wa umma na kuibua vurugu za kidini. Hata hivyo, uchunguzi bado unaendelea kubaini chanzo cha taarifa hizi na nia ya Mwandambo katika kuziandika na kuzisambaza. Tukio hili linajitokeza katika kipindi ambapo Tanzania inakabiliwa na mjadala mkali kuhusu uhuru wa kujieleza na haki za kiraia, hususan pale ambapo dini na siasa zinapogusana. Miezi michache iliyopita, baadhi ya watu walihusishwa na kueneza maandamano ya kidini yaliyoashiria upinzani kwa sera za Rais Samia, jambo liloibua wasiwasi mkubwa kwa kisheria na kisiasa. Na kutokana na hali hiyo, kukamatwa kwa Mwandambo kumethibitisha kuwa serikali inachukua hatua kali dhidi ya maoni yanayopingana na sera zake, hali ambayo imechochea mjadala kuhusu usawa wa taratibu na uwajibikaji wa vyombo vya dola. Kisha tukio hilo, baadhi ya wanasiasa wakuu ikiwemo Godbless Lema wa Chadema wamelikosoa kwa kuchukulia hatua moja kwa moja dhidi ya Mwandambo. Lema alioji kama kuna uwiano katika kushughulikia wale wanaotoa maoni yanayopingana na serikali, akibainisha kuwa kuna hofu kwamba baadhi ya watu wanakinga maalum huku wengine wakikamatwa kwa hoja zinazofanana. Kauli hii imeibua mjadala mpana kuhusu hofu ya kutopewa usawa katika hatua za kisheria, hususan kwa wale wanaoshiriki maoni ya kidini au kisiasa yanayopingana na dola. Mwandambo, ambaye ni mwalimu wa shule ya awali, anajitokeza kama kielelezo cha changamoto kubwa zinazokumba uhuru wa kujieleza nchini Tanzania. Historia ya kisiasa ya nchi inayoonyesha kuwa mara nyingi sauti pinzani, wanaharakati na viongozi wa dini wanaoshiriki mjadala wa umma kwa njia ya kidijitali hupata shinikizo. Kutokana na muktadha huu, tukio la Mbeya linaibua hoja nzito kuhusu jinsi serikali inavyoshughulikia taarifa zinazohusiana na dini na kisiasa na jinsi taratibu za kisheria zinavyotumika au kuharibiwa. Kwa jamii ya kimataifa, tukio hili linachukuliwa kama kipimo cha uhuru wa kiraia na uwajibikaji wa mamlaka za serikali. Mashirika ya kimataifa yanayoshughulikia haki za binadamu yamekuwa kifuatilia kwa karibu hatua zinazochukuliwa na serikali ya Rais Samia, huku akisisitiza kuwa hatua yoyote inayopinga uhuru wa kujieleza lazima iwe kisheria, kwa uwazi na bila upendeleo. Tukio la Mwandambo linachangia kwenye taswira ya Tanzania katika macho ya dunia, hasa miongoni mwa jamii za kidijitali na mashirika ya haki za binadamu. Uchunguzi unaoendelea unaashiria kuwa polisi wametumia hoja za kisheria zinazohusiana na taarifa za uongo na hatari kwa usalama wa umma kama msingi wa kukamata. Hii inaonyesha jinsi gani vyombo vya dola vinavyoweza kutumia vikwazo vya kisheria kudhibiti hoja na maoni yanayopingana na sera za serikali. Hata hivyo, hoja za wanasiasa kama Godbless Lema zinathibitisha uwepo wa hofu kwamba taratibu hizi zitumiwi kwa usawa, na ni jambo linalofanya mjadala kuwa mgumu zaidi na kuibua maswali kuhusu uwajibikaji wa serikali na heshima kwa haki za binafsi.
Mwandambo ni mfano wa changamoto kubwa zinazowakabili wanaharakati na wananchi wanaojitokeza kupinga maamuzi ya dola kupitia mitandao ya kijamii. Kesi hii inagusia hoja kubwa kuhusu usawa na hatua za kisheria, uwazi katika uchunguzi na heshima kwa uhuru wa dini na maoni ya kidijitali. Katika kipindi hiki ambapo teknolojia ya mitandao ya kijamii inatoa jukwaa la haraka la maoni, serikali inapoingilia kupitia vikwazo vya kisheria, jamii inapaswa kuzingatia athari zake kwa uhuru wa kiraia na maisha ya kisiasa ya kila raia. Historia ya Tanzania inathibitisha kuwa mikutano, maandamano na hoja za kidini mara nyingi zimekuwa zikitumika kama jukwaa la upinzani. Kutokana na matukio kama haya, jamii lazima iangalie kwa makini ni hatua zipi zinazochukuliwa na mamlaka na ni kwa kiasi gani zinazingatiwa usawa, haki na taratibu za kisheria. Tukio la Mwandambo linatupa kielelezo cha moja kwa moja cha ni jinsi gani nguvu za dola zinavyoweza kuingilia maisha ya binafsi, kidini na kisiasa bila uwiano unaostahiki. Kwa hivyo tukio la Mbeya si tu swala la mtu mmoja au mwalimu mmoja aliyekamatwa, ni onyesho la kina la mashinikizo ya kisiasa, udhibiti wa mitandao na masharti yanayowekwa na serikali yanapogusa uhuru wa binafsi na wa dini. Ni wito wa jamii ya Watanzania na kimataifa kuangalia kwa makini jinsi uhuru wa kujieleza unavyoheshimiwa, hatua za kisheria zinavyotekelezwa na taratibu za usawa zinavyodumishwa. Na mwisho wa yote, tukio hili linaacha ujumbe mgumu kwamba Tanzania inasimama kwenye hatua nyeti ambapo uhuru wa kiraia, haki za dini na uwajibikaji wa vyombo vya dola vimechanganyika. Ukimya au kupuuza hatua hizi kunahatarisha si tu maisha ya mtu mmoja, bali mustakabali wa uhuru wa kiraia na vizazi vijavyo. Kila hatua, kila uamuzi, kila tukio linalohusiana na uhuru wa kujieleza ni kipimo cha namna taifa linavyoweza kudumisha misingi ya haki, uwazi na usawa. Hali hii inatoa wito usioepukika: uhuru wa kujieleza hupaswi kuwa chachu ya hofu, bali ni jukumu la kila mmoja kutetea taratibu, haki na utu. Ndio hayo tulikuwa tumekuandalia kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa ambayo inakuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina bila kupindisha wala kuegemea upande wowote. Zidi kuwa nasi kwa taarifa kama hizi kila wakati kwa kuwa umoja wetu na kusubscribe, kulike na kushare. Vile waweza kuwa wa kwanza kupokea taarifa hizi kila wakati tunapozileta kwa kugonga alama ya kengele ili uweze kukutumia notifications kila wakati tunapoweka content mpya.